imetolewa na wakazi wa kijiji cha Mbuga ya Banya, kijiji ambacho kipo katika wilaya ya Meatu, mkoa wa Simiyu. Burudani hii inatolewa na wakazi hawa kufurahia na kusherehekea uzinduzi wa madarasa 4 pamoja na ofisi 2 za walimu zilizojengwa na serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA pamoja na wadau wengine wa uhifadhi. Mtazamaji, burudani hii haikuishia hapa. Wapo waliocheza mziki, lakini wapo waliocheza na nyoka. Tazama hii video uone namna ambavyo kijana huyu anavyocheza na nyoka, yote ikiwa ni kufurahia ujenzi na uzinduzi wa madarasa haya ambayo yatatumika na wanafunzi wa shule ya msingi Mbuga ya Banya. Tazama video hii na kisha tupe maoni yako. Je, wewe unao ujasiri wa kucheza na nyoka namna hii? Hapa maafisa kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania wanatoa taarifa kuhusiana na ujenzi wa mradi huu. Kamati ilipopitia iliona kwamba ni muhimu kwanza kuanza na madarasa kulingana na umuhimu tuliouona katika kijiji hiki. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa leo hii tumekuleta hapa angalau ujionee hii shughuli ambayo inafanyika hapa. Shughuli hii tumeianza mwezi Oktoba. Mpaka kufikia hapa hivi unavyoona, shughuli hii ina mwezi mmoja na siku kadhaa. Tunatarajia kufikia mwezi ujao, kwa maana ya mwezi wa 12, tutakuwa tumekamilisha ujenzi wa haya madarasa na yaanze kutumika. Ujenzi wake unahusisha, pamoja na ujenzi wa madarasa, unahusisha na furniture kwenye ofisi za walimu pamoja na madawati. Lakini pia madarasa haya kwa chini yatawekewa marumaru kwa maana ya vigae. Jumla ya thamani ya madarasa haya yote ni shilingi milioni 216,799,400. Mkuu wa wilaya ya Meatu, Fauzia Ngatumbura, na hapa anazungumza na wakazi hawa namna ya kushiriki kulinda uhifadhi. Sana wananchi wa Mbuga ya Banya kwa namna ambavyo mliibua miradi mizuri yenye tija, mpaka wenyewe wahifadhi na serikali ikaona hapana, twende tukatimize mradi pale Mbuga ya Banya. Matokeo yake ndio haya, tunaona majengo, madarasa 4, ofisi 2 zimeendelea kujengwa na zitakamilika hivi karibuni. Wito wangu kwenu wananchi, tuna shule nyingi ndani ya wilaya ya Meatu. Zaidi ya shule 126 za msingi. Na wala sio shule zote zimepata majengo bora kama haya. Kwa hiyo sisi tuliopata bahati ya kupata majengo ya namna hii, ni vema sasa tukayathamini, tukayalinda na tukayatunza ili yadumu kwa muda mrefu, na watoto wetu hawa na wale wanaokuja waweze kupata mahali pa kusoma pakiwa na mazingira mazuri ya kujifunzia. Tunaishukuru sana TAWA kwa kutujengea madarasa mazuri, na pia tunawashukuru viongozi wetu kwa kutuletea majengo mazuri. Tunashukuru sana shule ya msingi Mbuga ya Banya, kwa sasa inapendeza. Naam, na katika mradi mwingine pia serikali kupitia mamlaka hiyo imeweka jiwe la msingi katika jengo la zahanati katika kijiji cha Matare kilichopo katika wilaya ya Meatu mkoani Simiyu. Na hawa ni baadhi ya wakazi wa maeneo haya wakieleza furaha yao ya utekelezwaji wa miradi hii. Naomba niwashukuru sana viongozi wote wa TAWA kwa kutuletea huu mradi. Tulikuwa na shida sisi akina mama namna ya kujifungua, mpaka tupate kilomita 6 au 7 ndo tufike kwenye kituo cha afya. Kwa sasa Mama Samia ametutendea haki wanawake
wa kijiji cha Matale tumepata zahanati, tutakuwa tunajifungua salama, pia tutakuwa tunapata huduma kwa wakati kwa sababu kituo cha afya kimejengwa karibu na kijiji chetu. Wakati wa masika hapa ndio kulikuwa na changamoto kubwa sana. Wakati wa masika wakina mama huwa nazalia hata njiani, wengine kupoteza kabisa maisha kwa sababu ya huduma kwa kuwa mbali. Jengo hili litatusaidia kwa sababu limekuja katika kijiji chetu husika. Na umbali ambao tulikuwa tunatoka sasa hivi tutakuwa tunatoka tu kidogo tunafika kwenye huduma. Kwa heli na hapa sisi tunasanzuka. Wageni